Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tuweza nazo ni pamoja na Rais Ruto afunguka mchakato wa ujenzi wa kiwanda cha kusafirisha mafuta Tanga. Tayari tuungane, tunaweza kujenga ile refinery hapa kwetu. Kiswaga ahidi fedha kwa kata itakayoongoza kura nyingi Isimani. Sawa, yule ambaye kata yake itaongoza mimi nitampa kitao. Zimamoto Iringa watoa msaada wa kurekebisha nyumba kwa familia yenye uhitaji. Kuokoa nyumba ya huyu kijana wetu. Kwa kweli tunatoa shukrani nyingi za dhati. Hatuna la kusema zidi ya uokozi huu uliotufanyika. Kwa sababu nikukaribishe sana katika Matukio Daima Habari kwa siku hii ya leo. Tutakao kusomea habari kwa siku ya leo. Jina langu ni Shamia Rajabu. Na mimi ni Rehema Salim. Nikukaribishe uweze kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati. Rais wa Kenya William Ruto ameweka wazi mchakato mzima wa mpango wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta katika mkoa wa Tanga, akieleza kuwa mradi huo ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha sekta ya nishati na kupunguza gharama za uagizaji wa mafuta kutoka nje ya nchi. Rais Ruto amesema hayo leo Mei 5 wakati akilihutubia bunge la Tanzania jijini Dodoma, na kueleza kuwa kiwanda hicho kitakuwa na mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa taifa kwa kuongeza ajira kwa wananchi, kuboresha miundombinu ya viwanda na kuifanya Tanzania kuwa kitovu muhimu cha usafishaji wa mafuta katika ukanda wa Afrika. Wacha niwaeleze kidogo. Sisi ni partners wa East African Community, na mawazo yangu ilikuwa ni kwamba we must use ile rasilimali tuko nayo hapa katika bara letu la East Africa. Lazima tusitumie kwa industrialization ituzalishie nafasi za ajira, isuzalishie mali ama iongeze dhamana kwa yale mambo tulio nayo, na itutafutie utajiri. Tayari nchi yetu jirani ya Uganda wamekwisha jenga pipeline, crude pipeline kutoka Hoima kule Uganda ikielekea Tanga. Itakuwa tayari kwa miezi chache zijazo. Wakati niliketi na Rais Museveni, nikamuuliza mzee, mbona tuchukue mafuta yetu tuende tuifanyie refinery sijui mahali gani, alafu tufuatilie tuende tununue mafuta ama oil products kwa bei ambayo ni ghali? Mbona sisi wenyewe tusijenge refinery hapa? Na Rais Museveni akanieleza kama nyinyi mko tayari, kwa sababu kama Uganda peke yetu ile refinery kuijenga itakuwa gharama ya juu na hatuna uwezo wa kujenga peke yetu. Kama Kenya na Tanzania wako tayari, tuungane, tunaweza kujenga ile refinery hapa kwetu. Mimi nikatumana technocrats wangu wakaenda wakakutana na Rais Museveni, tukakubaliana zile nambari, ikafanyiwa calculation, tukajua ya kwamba tukiungana nchi zetu tatu kujenga refinery hapa itakuwa ni jambo la muhimu, itatuletea ajira, sijui kama tunaelewana ba. Ndio sababu hiyo nikapendekeza ya kwamba tuwe na kongamano. Tukawa na kongamano hile kule Nairobi, tukawaita wale matajiri wetu wa bara letu la Afrika, kina Dangote na wengine ambao wameshajenga refinery wakati mmoja, na tukakubaliana ya kwamba nafasi tulio nayo
is not to continue exporting raw materials from our continent and importing finished goods from elsewhere. Na ndio sababu hiyo tukapendekeza ya kwamba tukiungana Uganda, Tanzania na Kenya tunaweza kujenga refinery, ndio tuhakikishe ya kwamba ile mafuta tunairefine hapa kwetu, pesa inabaki hapa kwetu, nafasi za ajira inabaki hapa kwetu, tutengeneze bidhaa zingine ya fertilizer ama mbolea hapa kwetu, plastic industry iwe hapa kwetu, petrochemical industry iwe hapa kwetu, badala ya kuzitafuta kutoka nchi zingine, badala ya sisi kwenda kung'ang'ana kule sijui Strait of Hormuz kulete mafuta kutoka sijui wapi. Sasa nimesikia nyie mnamuuliza Mama Suluhu maswali magumu. Mbona yule bwana ameenda kutangaza refinery ya Tanga na kule na sisi wenyewe hatujatangaza? Sasa nauliza nyinyi, ile refinery bana is a big investment. Sikizeni, hiyo investment is in billions of dollars. Kama mimi ningekuwa na nafasi ningeipeleka kule Kenya, lakini kwa sababu ya kuamini ujirani na bara letu la Afrika na jumuiya ya East Africa, sisi ni wamoja, nikasema ikijengwa Tanga ni kama vile imejengwa Kenya. Kutoka huko bungeni jijini Dodoma tuelekee moja kwa moja katika mkoa wa Iringa ambapo mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa kutoka Iringa vijijini Festo Kiswaga amesema ameridhishwa na mchakato wa uteuzi wa mgombea ubunge wa jimbo la Isimani kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Kiswaga ametoa kauli hiyo wakati akizungumza katika kikao cha chama kilichofanyika wakati mgombea wa ubunge kupitia CCM Emanuela Mtatifikolo Kaganda alipofika katika ofisi za halmashauri ya wilaya Iringa kuchukua fomu ya kuwania nafasi hiyo kutoka tume ya uchaguzi. Aidha, ameahidi kutoa shilingi $500,000 kwa diwani ambaye kata yake itaongoza kwa kutoa kura nyingi kwa mgombea huyo na Babati. Kule kote ni watu wanachapa kazi sawa na hao. Mwenezi yule yuko wapi? Yule mwenezi yule wa Babati. Lakini nitaka kusema nini? Unapo kwenye eneo ambalo watu ni wachapa kazi yako kubwa wewe ni kuhakikisha kwamba unatatua kero za wakulima na wafugaji kwenye eneo hilo. Na mara nyingi niseme kwamba muda mwingi sana mimi nilikuwa nawasiliana sana na kuzungumza na mheshimiwa. Unaona kabisa jinsi gani ambavyo anaenda kupiga sehemu ambayo wananchi wanachangamoto. Nenda kule kwa watu. Ndugu zangu, mimi nilikuwa mhifadhi kwa waka ile ya mwaka 2000 sio kwa waka ya sasa, si ndio? Maana yake ni kwamba alipoleta mifereji ya umwagiliaji, maana yake sasa ameleta uchumi, ameleta utajiri. Nitahakikisha kwa sababu mengi tutakuja nitahakikisha kwamba tunawakumbusha jinsi gani ambavyo mtu akiwa amechaguliwa, mtu ambaye ametoka kwenye maeneo ambayo amesimamia watu, sio mtu anaanza kujifunza. Wakati mwingine utaleta mtu anaanza kujifunza hivi mbuzi ukoje, maana anakutaka tu mbuzi kwenye friji, ndio yukoje mbuzi? Hapana. Arumeru ni mji unaokuwa uko katikati ya Arusha, lakini Babati ni vijijini kama sisi, na bahati nzuri hata mazao yanafanana. Kwa hiyo ndugu zangu, kamati kuu ya halmashauri kuu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya jambo kubwa na la heshima sana. Naomba tumheshimishe Mheshimiwa Rais kwa kumpa kura nyingi. Nilikuwa nasikia Mheshimiwa Mwenyekiti anasema kwamba wamechukua wengi. Mimi najua wanaweza kushirikisha. Maana moto tutakaowapelekea
hawatasahau. CCM oye! Madiwani mupo? Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi tutashindana. Wale ambao, yule ambaye kata yake, sawa, yule ambaye kata yake itaongoza, mimi nitampa 500,000. Mcheze mkijua kabisa mko kwenye mashindano, sawa sawa, na mimi nitakuja kwa kata zote ambazo tutakuwa tunafanya kazi katika kuhakikisha kwamba mheshimiwa mbunge anafikishwa na kwenda wapo, na kwa sababu mimi niko Dodoma, hata siku ya kuapisha na mimi nitakuwepo. CCM oye! Mzalendo Alphonsi Muinga maarufu kama Black ametembelea shule ya msingi ya Michese jijini Dodoma na kutoa msaada mbalimbali kwa wanafunzi ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za kuboresha mazingira ya elimu nchini. Akiwa shuleni hapo, Muinga amewahamasisha wanafunzi kusoma kwa bidii, akisisitiza kuwa elimu ndiyo msingi wa mafanikio yao binafsi, familia na taifa kwa ujumla. Akizungumza mara baada ya kukabidhi msaada huo, amesema lengo lake ni kuhamasisha jamii kushiriki katika kusaidia sekta ya elimu pamoja na kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira bora ya kujifunzia. Leo nimeona niwatembelee watoto wetu ambao mnasoma shule ya Michese, si ndio? Nikasema nije niwatembelee watoto wetu wadogo zetu pamoja na walimu wetu katika kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika swala la elimu. Sawa sawa watoto wetu. Kwanza kabisa tumekuja kuambieni elimu ni kitu muhimu sana. Msome na mjue kilichowaleta shuleni, msome kwa bidii sana na muweze kufanya vizuri katika mitihani yenu. Hii ni kwa faida yenu, wazazi wenu na taifa zima kwa ujumla linawategemeeni nyinyi. Lakini tumekuja kuwaomba walimu wetu wanapowafundisheni ninyi, wawafundishe pia kwa uzito mkubwa swala la uzalendo la kupenda taifa letu. Hili ni taifa letu sisi, tumelikuta kwa mababu zetu na nyinyi mnalikuta, na nyinyi natakiwa mlitunze katika utulivu na amani, na watoto wenu wafanyaje? Walikute. Lakini pia tumekuja hapa kuunga mkono jitihada hizi kubwa za serikali zinazofanywa. Tumeweza kuwaleteni pia muweze kupata nishati safi na salama katika kupikiwa chakula chenu. Tumeambiwa mnakula hapa, mnapata uji. Kwa hiyo tumeleta gesi, tumewaleteni mitungi 2 ya gesi na jiko lake tutamkabidhi mwalimu. Tumewaleteni madaftari kama mnavyoona, haya madaftari box zipo ngapi? 1, 2, 3, 4. Kila box moja hapa unapata daftari 100, maana yake daftari 100, 200, 300, daftari 400 walimu watawapa. Tunajua katika shule zetu kuna watoto wanatoka kwenye familia zinajiweza, lakini kuna watoto ambao tumetoka katika familia tunakosa hata daftari kutumisha kikoba chao. Wana kikoba. Kwa hiyo tunaomba Watanzania popote walipo, si kutoa, si kuwa nacho. Ili taifa letu sote, nao ni watoto wetu. Hawa walimu wanafanya kazi kubwa sana. Mimi nafanya kwa uchache, lakini wewe mwenye uwezo Mtanzania, tujitolee kwa ajili ya walimu wetu. Popote ulipo kuna shule ya kata, tujitolee kwa ajili ya walimu wetu wapate morali ya kutufundishia watoto wetu nidhamu, kutufundishia watoto wetu uzalendo, kulipenda taifa, na mambo yanakuwa mazuri kabisa. Mwalimu, kwa niaba ya walimu wengine, hii hapa 500 kwa ajili ya kutumisha kikoba chenu. Asante sana. Na gesi zenu ni hizi hapa mwalimu, tunakabidhi kabisa. Umeona gesi hizi? Hizi tumewekeni mitungi 2 kwa sababu ya kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan katika nishati safi. Pale tumeona mnapikia mkaa na kuni si nzuri kiafya watoto wetu, hata wapishi wenyewe. Lakini pia tumewekeni jiko hili hapa la kisasa kabisa la pleti 2 ambalo walimu mtapata kupatia chakula kizuri kabisa.
Jeshi la Zimamoto na Uokozi katika mkoa wa Iringa limetoa msaada wa kukarabati nyumba ya familia ya kijana mwenye changamoto ya afya ya akili, ambapo nyumba hiyo ilikuwa katika hali hatarishi. Wakizungumza na Matukio Daima, familia ya kijana huyo imetoa shukurani kwa serikali pamoja na Jeshi la Zimamoto kwa kutambua changamoto yao na kuwapatia msaada huo. Nasema asante sana. Kwa kweli watoto hawa wameokolewa, manake walikuwa wako kwenye nyumba ya nyasi na kuweka turubai na mawe kwa juu. Kwa hiyo naona wameokoa sana. Enda ikawa pengine kingekuja kimbunga, kikija kimbunga kije kifunue kinani mawe yale yangewagonga na wenyewe. Kwa kweli nashukuru sana. Nashukuru sana, mimi la kusema sina. Alafu tena mmenisaidia pa kutosha sana. Kutunza watoto 3, wamama 2, mtu na mume wake. Kwa kweli naomba serikali imenisaidia vya kutosha, na mpaka leo nilichukua nikawa nakaa nao nyumbani. Wenyewe ilikuwa wamezeka turubai na majani na mawe kwa wingi. Ndio hayo ilikuwa hatari, nikaamua kuja kuwachukua tena kinguvu. Ndio nikaenda nao nyumbani, na mpaka sasa ninao pale nyumbani. Ila watarudi nyumba hii penye imekuwa salama, imekuwa imepigiliwa. Elias Musa Mdindile. Kwa kweli kwa sisi familia ya Mdindile tunatoa shukrani za dhati nyingi kwa kikosi cha Zimamoto kuweza kuokoa nyumba ya huyu kijana wetu. Kwa kweli tunatoa shukrani nyingi za dhati. Hatuna la kusema zidi ya uokozi huu uliotufanyika, kwa sababu walikuwa hatarini sana, na mvua zilizokuwa zinanyesha zimewanyeshia wao. Baada ya hapo mama mzazi akafikia mahali akawachukua akawapeleka nyumbani kwako. Tunatoa shukrani nyingi za dhati. Hata hivyo na kweli ulivyo, na washukuru sana katika wananchi wote, tunawashukuru sana katika serikali zilizokamatika katika duniani hapa. Kijana wangu alikuwa amekwama ikiwa hana jinsi ya kujenga nyumba wala kufanya nini. Serikali zingine zimejaribu kumsogezea vitu, wamtengenezee nyumba yake. Akawa yeye amegoma, amesema nyumba yake hataki kutengenezwa na mtu yote. Waziri wa Maji Juma Aweso ameliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 1.12 kwa ajili ya matumizi ya Wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo bungeni jijini Dodoma leo Mei 5, Aweso amesema kati ya fedha hizo shilingi bilioni 80.65 sawa na 7% ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, huku trilioni 1.03 sawa na 93% zikitengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Maombi ya fedha kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maelezo hayo, ninaomba sasa kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 120 milioni 194,614,000 kwa ajili ya matumizi ya Wizara ya Maji kwa mwaka 2026-2027, ambapo shilingi bilioni 80 milioni 652,044,000 ni kwa matumizi ya kawaida, na shilingi trilioni 1 na bilioni 39 milioni 542,570,000 ni za maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, kati ya fedha za matumizi ya kawaida shilingi bilioni 16 milioni 273,244,000 ni kwa ajili ya kugharamia matumizi mengineyo yani OC, na shilingi bilioni 64 milioni 378,800,000 ni kwa ajili ya kulipa mishahara ya watumishi na wizara, RUWASA, mfuko wa taifa wa maji na chuo cha maji. Kwa upande wa fedha za maendeleo shilingi bilioni 401 milioni 203,708,946 ni fedha za ndani, na shilingi bilioni 638 milioni 338,862,000 ni fedha za nje. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba tena kutoa shukrani zangu za dhati kwako na kwa waheshimiwa wabunge kwa kunisikiliza. Hotuba hii pia inapatikana katika tovuti ya wizara www.maji.go.tz. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Waziri wetu wa Maji, hoja imetolewa na imeungwa mkono. Tunakushukuru sana.
Mwenyekiti wa shirikisho la tiba za asili mkoani Iringa, Abdi Simba Kasige, amewataka vijana kujitafutia njia halali za kujipatia kipato badala ya kutegemea mahusiano kwa ajili ya mafanikio ya kimaisha. Kasige ametoa kauli hiyo kufuatia kuongezeka kwa baadhi ya vijana kupendelewa kulelewa katika mahusiano, hali ambayo amesema inachangia kutowajibika na kupoteza mwelekeo wa maisha. Akizungumza na Matukio Daima katika kipindi cha mjadala wa magazetini, amesema vijana wengi wanakosa ari ya kujituma na badala yake wanatafuta njia rahisi za mafanikio. Kutembea na mashangazi watafute pesa. Hao washangazi hao wao muda umeisha, damu zao zimechacha. Wanapokwenda kuwachukua vijana, kwanza wanawaharibia maendeleo na mara nyingi kwamba shangazi hawezi kuzaa tena. Kwa hiyo ni kwamba tunaporomoka maadili yetu na mila inaharibika. Unaona sasa miili ya watu waliokuzidi umri, wakati zamani hicho kitu ilikuwa ni mwiko, na sasa maendeleo ya kutafuta inakuwa hakuna. Naomba vijana wajitahidi kutafuta njia ya kujitafutia riziki wenyewe. Unapokwenda kulishwa na shangazi, maanake huna akili tena ya kutafuta na utegemei tena kuzaa, na huwezi kuzaa kwa sababu mwenzio yeye shangazi ameshazaa, amechoka. Kwa hiyo anachofanya ni kukulisha wewe, kuridhisha tu mwili wake, kwa sababu kitendo cha mshangazi kulala na kijana kidogo ka nguvu kwake na kama kanaongezeka vile, ni kama vile betri anaichaji. Sasa wewe mwenzangu na mimi kijana ndio unazidi kuteketea, na sisi wazee nasi tunaenda kwenda kutembea na vijana wadogo, tunaumiza nguvu zetu zaidi, kwamba tunaharakisha kupeleka uzee mbele. Unapokwenda kulala na msichana mdogo, ni kwamba nguvu yako unazidi kuipunguza. Yule kijana ana nguvu zaidi, atakupiga presha kila siku, atakofanya kazi yake, wakati wewe umechoka, atakia utunze mwili wako. Ndio maana mimi binafsi naona naendelea kuishi miaka mingi. Sina hawala hapa mjini, sina rafiki wa kike mahala pengine, na ulea mwili wangu taratibu. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kule mkoa wa Iringa inatupa wasaa kuelekea moja kwa moja kule viwanjani, ambapo timu kongwe za soka Tanzania, klabu ya Yanga na Simba kesho zinashuka dimbani kucheza mechi zao za raundi ya 21 hapo kesho, ambapo Yanga anavana na KMC, pia Simba akivana na JKT. Kufuatia mchezo huo, mwenzetu Frank Vegula na Watson Amini wameangazia ushindani katika ligi kuu kufikia Yanga. Kwa hiyo hata ningekuwa wanasema inabidi uwaze vitu vikubwa zaidi ili kusudi hata unapokuwa unafeli at least unakuwa unafeli ukiwa mbali. Yaani unajua kuna kufeli na kuna kufeli ukiwa at least umefika sehemu. So kuwaza ubingwa inampatia energy ya kwamba natakiwa nipambane kwa sababu nahitaji title hii, lakini kiuhalisia kabisa hayo mapambano yanaweza yakampatia nafasi nzuri ya kushiriki michuano ya kimataifa msimu ujao, amini Champions League. Ya kwa sababu kwa nafasi aliyopo anaweza kashiriki Confederation, lakini mapambano ya kwenda ligi ya kuchukua ligi kuu yanaweza yakampeleka kwenye nafasi nzuri ya kucheza klabu bingwa Afrika kuliko kuchukua ubingwa wenyewe, kwa sababu tu ya gap ambalo tayari Yanga ameshawaacha Azam. Na ukiangalia sasa mazingira hayo aliyozungumza, inawezekana pia kwa Simba ni ngumu kumfikia zaidi Yanga kuliko wepesi uliopo kwa Azam kumfikia yeye. Yeah, the same pia kwa Simba. Na Simba yeye pia, lakini japokuwa Simba yeye hana ugumu mkubwa sana kwa sababu wamepishana kama gap la alama 5 ambao ni michezo miwili. Tunasema Yanga anaweza kadrop mchezo ambao Simba sasa anamwaza kama Azam anaweza kumstopisha Yanga, manake watakuwa wamebakisha alama 2 peke yake, ambao Simba sasa hivi anachoombea hapo manake ni Yanga hizi adondoshe michezo kwa sare au kwa aina yote ile ya matokeo ambayo ni mabaya kwake, yeye anaweza akachukua advantage ya kusogea mbele. Lakini unaangalia michezo ambayo Yanga amebakiza ambayo inafuatia, manake unaangalia mchezo gani Yanga anaweza kadondosha alama. Yanga kesho anacheza na KMC. Ni mchezo ambao KMC kama anashuka daraja tayari anaumudu. Haya, atakuja kucheza Mei 9, atakuja kucheza na Coastal Union. Yanga atakuwa nyumbani. Unamwona ni mchezo ambao anaumudu kwa sababu tu ya mwenendo ambao timu zote mbili hizi nazo. Yanga unamwona yupo bora kwa Coastal Union. Atakuja kucheza na Dodoma Jiji, hapa atasafiria kwenda ugenini. Dodoma amekuwa na mechi nzuri sana akiwa nyumbani lakini sidhani kama ana quality hiyo ya kumsumbua Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu tumeona pia baadhi ya michezo mikubwa ambayo amecheza msimu huu ni kama alimsumbua sana Simba ule mchezo wa kwanza, lakini walipokutana mara ya pili unaona Dodoma ametepeta. Ilikuwa mechi nyepesi tu. Kwa ni timu ambayo huwezi kuipatia nafasi kubwa kwamba inaweza ikamharibia mbio Yanga. Atatoka hapa atacheza na Singida ambao ni mchezo pia ambao ni mgumu. Tunamuombea sasa pia Simba anaweza kawa anamuombea pia kwamba lakini ilikuwa ni mechi ambayo Singida amekuwa sio yule ambaye tunamjua. Singida amekuwa ni timu ngumu, lakini akutana na Yanga unamwona ni timu ambayo inacheza mchezo wa kawaida sana.
yani kiasi kwamba hadi kuna muda uoga anaingia kwenye kashfa ya kwamba huwa anajivunja kitana na Yanga, anajivunja kitana na Yanga. So asante sana Frank Vegula kwa habari hiyo ya kimichezo. Kabla ya kutamatisha, huapa ni muhtasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tuweza nazo ni pamoja na Rais Ruto afunguka mchakato wa ujenzi wa kiwanda cha kusafirisha mafuta Tanga. Tayari tuungane, tunaweza kujenga ile refinery hapa kwetu. Kiswaga ahidi fedha kwa kata itakayoongoza kura nyingi Simani. Sawa, yule ambaye kata yake itaongoza mimi nitampa 5,000. Zimamoto Iringa watoa msaada wa kurekebisha nyumba kwa familia yenye uhitaji. Kuokoa nyumba ya huyu kijana wetu. Kwa kweli tunatoa shukrani nyingi za dhati. Hatuna la kusema zidi ya uokozi huu uliotufanyika. Kwa sababu na kwa nukta hiyo, mtazamaji, kwa siku ya leo sisi hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii habari, langu jina ni Shamia Rajabu na mimi ni Rehema Salim. Niendelee kukumbusha tu kwamba usiache kuendelea kutufuatilia pia katika mitandao yetu mingine ya kijamii. Asante, uwe na siku njema. Umehitimu darasa la 7, kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sifu Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sifu Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock